Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika wasaa huu wa kujifunza neno la Mungu. Ninakukaribisha sana. Karibu tena siku ya leo ya Jumapili, na siku ya leo tunaenda pia kujifunza somo zuri sana ambalo nimelipa title ya njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuingia katika platform hii, basi unaweza ukabonyeza subscribe, ukashare na mtu mwingine ili aweze kusikia neno hili. Kabla tujaendelea, basi tujikabidhi mikononi mwa Mungu ili aweze kutusaidia. Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako. Ninakuhitaji muda na wakati kama huu, kazungumze nasi, ukaseme na sisi kwa hili neno lako. Bwana Roho Mtakatifu, ninaomba ukapate kumgusa mtu mmoja, ukaseme naye, ukamfungue. Wale ambao katika vifungo wakafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ninaomba ukafungue fahamu zetu tukapate kulielewa neno lako. Haleluya. Amen. Njia za Mungu. Kuna njia ya mwanadamu ya kufanya mambo na kuna njia ya Mungu ya kufanya jambo. Kuna njia, nikisema njia ya Mungu au ninamaanisha nini? Ninaposema njia ya mwanadamu ninaposema njia ya mwanadamu ni namna ambayo binadamu anatumia ili kuweza kufanikisha jambo lake. Kwamba anataka kitu fulani kitimie, anatumia njia gani? Anataka ni mwanafunzi anataka apate A kwenye darasani. Sasa anatumia njia gani ili aweze kufika apate hiyo A? Anakuwa na njia zake. Mwingine atakuwa anasema kwamba mimi nitakuwa nikiamka kila usiku, ndio muda ambao najiona niko fresh, kwa hiyo nitakuwa nikiamka usiku, wengine wakiwa wamelala, mimi kwenye utulivu nitakuwa nikisoma. Mwingine anasema kwamba basi na mimi nitakuwa nikifanya discussions kwa sana, sababu nikidiscuss na wengine ndo naelewa zaidi. Mwingine sijui atasa. Kwa hiyo kuna njia nyingi ambazo zitamfanya yule mtu sasa aende akafikia yale malengo ya kupata ile ambayo anaitaka. Mwingine anasema nitafanya revision sana ili niweze kupata hiyo A. Lakini katika hao kuna mwingine anajipanga namna ya kuingia na vibomu darasani. Wote wapo. Kuna mwingine anapanga kabisa, naomba anaandika, anajaza, anaandika. Kama ni mwingine anakuambia anaandika hadi kwenye mapaja huko, anaandika yale majibu, anachukua kile daftari, kama ni daftari ni notes sio kitu gani, anajua kabisa kwamba kuanzia hapa mpaka hapa mwalimu atauliza, basi anachukua hapo, anajaza kwenye daftari. Anajaza, anaingia na vikaratasi. Yaani kuna mtu unakuta anaingia na kikaratasi huwezi amini. Kikaratasi kidogo sana lakini yale maandishi anayaona. Yaani kuna watu ambao ni expert. Yaani kuanzia kama alikuwa ni mwaka wa kwanza mpaka wa 4 anaingia na vibomu kwenye mitihani. Kwa hiyo yeye anaona ni njia yake hiyo ya kufaulu. Sio njia sahihi. Sio kwamba nazungumza kana kwamba ndio njia sahihi. Sio njia sahihi. Hizo ni shortcut ambazo Mungu mwenyewe hataki tufanye shortcut kama hizo. Kwa sababu sasa wewe ukifanya hivyo inamaanisha unapoingia kazini uelewi kwa nini upo pale kazini. Kwa sababu ulikuwa unaingia na vile vibomu, yani ulikuwa hupitii katika ule mchakato wa kuwa professional katika hiyo profession ambayo uko nayo. Kwa hiyo ukiingia kwenye profession, ukiwa kuingia kazini, unakuwa ni ngumu sana wewe kufanya kazi, unakosa ujasiri, unakuwa una confidence kwenye kazi. Kwa sababu ni kitu ambacho unaona kama vile hapa naanzaje? Naanzaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizo ni njia mbalimbali ambazo watu wa mwanadamu anazitumia. Kuna njia mbalimbali mwanadamu anazitumia kupata mambo fulani. Ameenda sehemu fulani kupata huduma za kijamii, anaangalia anatumia njia gani. Mwingine anatumia njia ya kuongea vizuri. Yaani hizo ni njia zote ambazo zinatumika. Sasa Mungu pia ana njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu pia ana namna yake ya kuweza kukusaidia. Ana njia zake za namna ya kukujibu yale ambayo umeyaomba. Tukiangalia katika ile Isaya 55
Isaya 55 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuchipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema kwamba hilo neno litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Anasema mawazo yangu mimi sio mawazo yenu, wala njia zenu sio njia zangu. Nataka tuangalie hapo kwamba njia ambazo tunazitumia sisi wanadamu ni tofauti sana na njia ambazo anatumia Mungu. Kwa hiyo sisi tunaona kabisa, ili niweze kufanikiwa, ili niweze kupata, niseme ili niweze kupata kazi, kwa mfano, ili niweze kupata kazi, njia ninazozitumia za kibinadamu ambazo kila mtu anazifahamu ni kwamba nianze kupata mchakato wa kwanza kutafuta hizo kazi ziko wapi. Niandae CV yangu niandae, niangalie mtu mwingine anaiangaliaje hiyo CV kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo niandae CV yangu vizuri, niandike. Alafu nikishapata zile kazi najua ni hizi hapa, sasa ndo nianze kuapply, kupeleka zile CV zangu, kuweka barua zangu za maombi ya kazi. Nikishamaliza kwenda kuweka barua zangu za maombi ya kazi, basi niangalie kama wataniita. Wakiniita kwenye interview, nianze kujiandaa, kujua namna gani ninafanya hiyo interview, ninaingia sasa kwenye interview. Nikiingia kwenye interview, basi ninaingia katika interview, najiandaa kwa ajili ya kuitwa. Kama kuna interview ya pili, najiandaa na baadaye nasubiria majibu. Kwa hiyo huo ni kama ni utaratibu ambao tunajua umewekwa. Kwa hiyo hizo ni njia za binadamu. Sasa katika hiyo njia ambayo binadamu anatumia, Mungu anasema mimi situmii hiyo. Mimi nina njia zangu nyingine ambazo nikifanya we mwenyewe utajua ilianzia wapi mpaka ukafika hapo. Yaani kuna wakati Mungu anafanya kwa njia zake mpaka unashangaa, sasa imekuwaje niko kwenye hiki kiti? Imekuwaje nimekaa hapa? Imekuwaje ninafanya hivi? Imekuwaje ninafanikiwa? Imekuwaje ninaishi? Imekuwaje bado nina survive? Okay? Sina kazi, sina mshahara, imekuwaje nina survive? Kwa hiyo anasema njia zake ni tofauti na njia zetu ambazo tunazifikiria. Wewe jukumu lako ni kuomba, si ndio? Maana Mungu anasema ombeni mtapewa. Sasa wewe jukumu lako si ni kukaa chini na kuomba na kuyaomba sawasawa na yale yaliyo mapenzi yake ambayo yako katika neno lake. Ukishaomba kwa jina la Yesu na ukaweka imani ya kwamba kile unachokiomba Mungu anaenda kukijibu, wajibu wa Mungu sasa ni kukujibu. Sasa katika kukujibu hapo ndipo kuna kuja na ile njia yake, kwamba anatumia sasa njia yake kwa ajili ya kukujibu kile ambacho umeomba. Sasa kwenye kutumia njia yake, njia ya Mungu sasa anapozitumia ni njia ambazo sometimes zinakuwa kama vile hazieleweki. Unakuwa kama huzielewi kwa sababu wakati mwingine inakuwa ni njia ngumu kidogo kwa binadamu. Inakuwa ni njia ngumu kwa binadamu. Kwa hiyo tunakuwa kama hatuelewi kwa nini kinafanyika hivi. Na wakati mwingine unaweza ukasema huyu sasa sio Mungu. Sio Mungu huyu, atakuwa labda ni shetani. Lakini sio Mungu. Kwa sababu tumezoea kwamba shetani ndio analeta mabaya, si ndio? Tumezoea kama shetani ndio ambaye anatusababisha tunani. Lakini sasa unakuta unapita katika njia ngumu.
unasema hii sio huyu, kwa kweli sio Mungu. Kwa nini njia ngumu? Nakumbuka kuna ushuhuda ambao mtumishi mmoja aliutoa, nilikuwa namsikiliza. Alikuwa anasema Mungu alimwambia, nataka kukupa nyumba, na ninachokitaka ukifanye, uita watu alafu ugawe vitu vyako vyovyote. Okay, kwenye hilo unaweza ukafaulu kidogo, kwa sababu wewe una hakika kwamba hii sauti niliyosikia ni ya Mungu. Unajua kuna ule uhakika wa sauti ya Mungu na kuna ule ambao hujui kama umesikia nafsi yako, umesikia Mungu au umesikia shetani. Lakini sasa hii una uhakika huyu Mungu. Haya, kamwambia okay, tafuta vijana wapo wachukue. Sasa akafikiri kwamba wale vijana watakuja labda watachukua viatu hivi labda nini. Wale vijana walikuja walichukua, mmoja alienda akachukua gari. Amekuja amewaita, amemwambia bwana, kila mtu hapa achukue kitu anachokitaka. Mmoja akaenda akachukua gari, mwingine akaenda akachukua mabegi, mwingine akachukua TV, wengine akachukua makochi, wengine yani walibeba kila kitu katika ile nyumba, ukawa empty. Kulivyokuwa empty sasa, Mungu ndiye akaanza kujiuliza, sasa hapa inakuwaje Mungu? Nafanyaje? Hebu niambie nafanyaje? Akamwambia chukua kitabu. Akachukua kile kitabu, akakiangalia. Akasoma kile kitabu. Sikumbuka ilikuwa kwaje, lakini alimwambia sasa unatakiwa kwenda kupanda kuna gari fulani daladala upande. Mfano kama unaambiwa nenda kapande ile daladala pale. Unaingia tu kwenye daladala na hujui linaenda wapi. Kafika pale tu anauliza, hivi hii daladala linaenda wapi? Unaambia daladala linaenda wapi? Wewe umepandaje na hujui daladala linakoenda? Akamwambia sijui linaenda wapi. Basi wakamjibu akamwambia linaenda sehemu fulani. Kumbe sehemu linakoenda ni beach. Yaani tuseme kama vile wanakuambia ili gari linaenda Coco Beach. Haya, sasa Coco Beach kuna nyumba huko, kwa sababu Mungu alimwambia anaenda kukupa nini? Nyumba. Akatoka kaenda mpaka gari lilipofika likoishia watu akashuka. Akasimama akamwambia sasa Mungu kitu gani kinaendelea? Akamwambia nenda kwenye ile pale boti. Kafika kwenye ile boti. Anasema amefika kwanza kwenye lile daladala tu mle ambapo aliambiwa ingie. Yaani kwenye ile daladala, unajua mtu ambaye hajazoea yale maisha ya mikiki. Mtu ambaye umezoea kutembea na gari. Kuna maisha ambayo wewe huyajui, lakini hapo. Kwa hiyo ameingia kwenye ile daladala, anakutana watu mizigo anaweka. Kuna watu wananuka samaki. Kuna watu wananuka majasho mle ndani. Kuna yani unatamani mtu asikuguse, kwa sababu unaona kama akikugusa kule yani unasikia unaona kama vile yani Mungu nisaidie huyu mtu asiniguse, yeye ndo anakugusa, kwa sababu sasa watu wamejaa. Gari limejaa top. Unaona ndio maisha ya kwenye daladala ambayo wengine hawafahamu. Kwa hiyo akapanda akasema Mungu wangu, hii nyumba iko wapi? Akapelekwa paka kwenye boti. Kafika paka kule kwenye boti, akawa sasa anapanda kwenye boti. Anafika kwenye boti, yule kaka akamwambia unaenda? Ambia naenda. Akambeba. Akashangaa hii tena ya kubebwa. Yaani lazima ushangae kwa sababu wewe sio mtu ambaye umezoea hayo maisha. Alafu sio hivyo tu kuzoea maisha. Unazoea unafikiri kwamba Mungu atakwambia kachukue nyumba, kuna namna fulani labda atakuja mtu atakupa tiketi ya ndege, alafu utachukua ndege, alafu utaenda. Au labda atakuja tu mtu atakwambia samahani mtumishi, naomba tukakutane pale Serena Hotel, kuna kitu tunataka nikuambie, alafu akupe funguo hii hapa ya nyumba. Yaani si ndio kuna namna hiyo ambayo wewe unaona ni ya Mungu zaidi, kwamba hii Mungu hawezi kufanya vitu vigumu namna hii. Kwa hiyo akafika paka pale kwenye boti. Kufika pale kwenye boti, yule mtu akampandisha akaingia ndani ya boti. Ameingia ndani ya boti akaanza kuona wanapandisha mizigo. Mzigo wa kwanza, wa pili, mpaka akakosa mahali pa kukaa, akakaa juu ya mzigo. Alafu kumbuka hiyo ni boti sasa. Akamaliza sasa, wakaja wakawa wanataka kuondoka, akasikia simu, yule mtu anapigiwa simu. Bwana kuna mizigo kama 8 hivi hapa inabidi tuchukue. Kuja mizigo 12. Nayo inatakiwa kukaa kwenye hilo boti. Wanafika mbele, boti linapata engine na feli. Hakuna mwenye simu, hakuna kwenye tochi usiku.
Basi wanaangaliana, wanaanza kuulizana sasa. Kuna wengine nao pale walikuwa wamepanda. Unamuuliza, wewe unajua kuogelea? Akasema mimi sijui kuogelea. Anasema Mungu, sasa mimi hapa sielewi. Inakuwaje? Umenileta huku sielewi. To cut the story short, Mungu akampeleka mpaka mahali fulani. Yaani ile boti ikaishia mahali ambapo wenyewe hawajui ilipoishia. Na wanaulizana hapa wapi? Unaona, Mungu akamwambia hebu ingia pale kwenye ile nyumba. Akaingia, ni bonge la jumba. Akaingia mle ndani. Kuingia mle ndani ilikuwa ni usiku. Kwa hiyo akaingia tu ndani akalala kwenye mkeka. Kulala pale kwenye ile mkeka, asubuhi watu wanafika wanampa pole kwa yaliyokukuta. Sasa pole ya nini? Najua mwenye nyumba alifariki juzi na amefariki akilala kwenye huu mkeka. Akaanza kushangaa. Sasa basi pale wakawa kama wamempachika undugu na yule mtu, akajua tayari huyu ndio ndugu yake na ndio ana nani. Basi ndio hivyo, akawa tayari ameshaingia kwenye hiyo mansion, nyumba kubwa, akawa ndio kama ndio Mungu kampa. Sasa kuna namna ambayo wewe unaweza ukafikiria kwamba Mungu anaenda kunipa nyumba, si ndio? Unafikiria kwamba Mungu atachukua funguo, kuna mtu atakuja afu atachukua funguo atakupa. Lakini namna ya Mungu sio hiyo ambayo unafikiria wewe, kwa sababu hiyo ni namna ya kibinadamu ya kufanya mambo. Mungu anapofanya jambo wakati mwingine linakuwa linaenda katika hatua na huwa haliko katika popcorn. Haliendi miujiza masaa 24 kama huwa tunasikia sana mazuri wengine wanakuta wanakuambia kuna muujiza masaa 24. Haiendi hivyo. Haiendi kwa muujiza wa lisali moja. Ukisikia mtu amesema Mungu amenifanyia muujiza, Mungu, muulize mchakato wa kusubiria alichokuwa kisubiria. Mchakato ambao alisubiria alichokisubiria ulikuwa muda mrefu, lakini kwa kutokea kwa kile kitu kulikuwa kwa haraka sana kiasi ambacho akaita ule ni muujiza, lakini kusubiri matokeo ulichukua muda toka alipokuwa akianza kuomba. Kwa Mungu huwa anachukua kuna hatua, lakini katikati ya hapo ambapo unasubiria Mungu apate kujibu, kunakuwa na vitu gani? Kumbuka kwenye wana wa Israeli ile safari yao kutoka Misri mpaka Israeli ilikuwa ni fupi sana, lakini walizunguka. Kwa nini walizunguka? Hiyo imekuwa ni story, imekuwa ni Biblia. Sasa ndio tunatumia sisi, ndio tuna vitabu vya Musa vile vitabu vyote vya Torati ndio vimeandikwa kwa sababu ya safari ya wana wa Israeli ya siku ya 40. Kwa hiyo Mungu anapokuwa anafanya sasa ule muda wa wewe kuingia katika ule mchakato wa kutoka eneo moja mpaka kufika katika majibu yako, kuna namna Mungu anataka jambo fulani litokee. Kuna namna Mungu anaenda kutumia hiyo safari yako kwa ajili ya kutia moyo watu wengine, lakini kwa ajili ya kukufundisha. Sio hapo tu, anataka akufundishe imani, alafu ajenge imani. Kwa kuna wakati mwingine unapita katika situation ambayo inatakiwa ujengeke kiimani, lakini sio kwa kujenga tu imani yako. Tumejifunza somo lililopita kwa habari ya saburi. Mungu anataka kuwe na saburi ndani yako, kwa sababu lengo la Mungu kuokoa wewe sio ili upate vitu. Sijui kama unanielewa. Lengo la Bwana Yesu kufa msalabani sio kwa sababu wewe upate vitu. Ndio alifanyika laana tuwe baraka na mambo kama hayo, lakini la first priority ni kuokoa roho yako. Lakini kuiokoa roho yako kwenye kutoka katika upotevu wa dhambi ili upate uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ili upate ule uzima wa milele, na ukiupata uzima wa milele na maana roho yako sasa inaenda wapi? Mbinguni. Roho yako inaweza ikaingia mbinguni kwa sababu sasa roho yako imepatana na Mungu. Kwa sababu sasa roho yako imezaliwa na Mungu. Kwa sababu sasa umefanywa kuwa upya, umezaliwa na Mungu, umekuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo wewe unakuwa na access ya kwenda mbinguni, kwa sababu unaweza kwenda mbinguni. Kwa sababu wewe ni mmoja wapo wa wana wa mbinguni. Sio kama nimeeleweka. Wewe ni mmoja wapo wa ule ufalme. Sasa umeshafanyika, umekuwa mmoja wa ule ufalme, unaweza ukaingia. Ni sawa sawa na kuchukua
Kuna wale watu ambao wanaombaga uraia wa Marekani. Unakuwa ni Mtanzania, unaomba inaitwaje, sijui ni lottery, sijui inaitwa ni nini ile, ambao watu huwa wanaomba. Wakishaomba wanakuwa raia wa Marekani. Akiwa raia wa Marekani ana haki zote za Marekani. Kwa hiyo anaweza akatoka akasafiri na akaingia nchi ya Marekani kama Marekani, akapata haki zote ambazo labda unaweza kupata kazi, ukaendesha gari, ukajenga nyumba, ukatafuta kiwanja, yaani hizo haki unazo kwa sababu wewe ni nani? You are a citizen. Na umerenounce uraia wako wewe kama Mtanzania, kwamba mimi sio Mtanzania tena, mimi sasa hivi ni Marekani. Kwa hiyo ukirudi huku kwetu Tanzania, ukisema nachukua ardhi, hatukutambui, wewe utakuwa ni mwizi, kwa sababu wewe huko sio kwenu. Kwa sababu wewe tayari umeshakataa. Umekataa, mimi sitakuwa tena raia wa Tanzania, mimi nitakuwa raia wapi? Wa Uganda. Mimi nimekataa kuwa raia wa Tanzania, nitakuwa raia wa Kenya. Kwa hiyo ile namna ya kuwa sasa raia, unakuwa raia mpya. Kwa hiyo unapokuwa umezaliwa upya unakuwa raia wa mbinguni. Kwa hiyo unakataa uraia uliokuwa nao zamani, ambao ulikuwa umezaliwa katika mwili na katika ile dhambi, katika dhambi. Ambao katika ile dhambi uraia wako hapo tunaelewa ni uraia wa wapi, kwa sababu ukishakufa kuna maeneo haya mawili. Either uingie mbinguni au tunaelewa. Tunajua kabisa siku ya mwisho kuna wa motoni na kuna wale ambao wataenda paradiso au wataenda Yerusalemu mpya na Bwana Yesu. Kuna wawili, ataenda motoni au ataenda Yerusalemu mpya pamoja na Yesu. Na tunajua kabisa wanaokufa sasa hivi ni either waende paradiso wakasubirie au wamezima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa wewe unakuwa ni raia wa wapi? Unakuwa ni raia wa mbinguni. Kwa hiyo una haki zote kama mwana wa kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukapata vile vyote vya kimbingu. Kwa hiyo Mungu anapokuokoa roho yako, anaokoa roho yako kwa sababu ana interest na roho yako. Ana interest na roho yako. Kwa hiyo ndio first priority ya wokovu. First priority ya wokovu sio kupata vitu. Bali first priority ya wokovu ni wewe kuhakikisha unafutwa katika dhambi. Dhambi zako zote zinasamehewa, unaishi sasa maisha matakatifu ya kumuishia Mungu, ili uweze kuona ule ufalme, ili uweze kupata access, ili uingie katika ule ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna kujengeka katika imani, kuna kujengeka katika saburi na subira. Kwa hiyo Mungu anakujenga katika saburi, na kukujenga katika saburi ndio kuna kufanya wewe sasa uingie katika pendo la Mungu. Kwa sababu sasa saburi yako itakuwa imejengeka. Tumejifunza kwa habari ya saburi kwenye somo ambalo limepita. Pia unafundishwa unyenyekevu, unafundishwa utu wema. Kwa hiyo unajengeka katika unyenyekevu, unajifunza namna ya kuwa mnyenyekevu. Unapokuwa sasa unapokuwa unapita katika ile njia ya Mungu, pale Mungu anapokupitisha kwenye njia yake. Kumbuka nimeshakwambia toka mwanzo, unapopita katika njia ya Mungu inakuwa sio njia rahisi. Yaani inakuwa njia ambayo mpaka unasema hapa ni Mungu au kuna vifungo vya vya mababu au yani hii ni nini? Na pia wakati mwingine Mungu anakupitisha hapo kwa sababu anataka ufunguliwe, kwa sababu hata ukombozi huwa unakuja kwako kwa wewe kutamani jambo lolote lile ambalo Mungu analifanya kwa sababu jambo lolote ambalo Mungu anataka kulifanya analifanya kwa sababu umetamani kutoka ndani. Umetamani jambo fulani litendeke katika maisha yako. Unapotamani nguvu za Roho Mtakatifu, unapohitaji nguvu za Roho Mtakatifu, Mungu anaangalia willingness yako ndani. Unatamani kwa kiasi gani? Unataka kwa kiasi gani? Kwa ile imani yako inavuta, kwamba imani yako inaamini kwamba kuna nguvu ya Mungu na nitaipokea. Kwa hiyo unaitaka hiyo kwa kiasi gani? Kwa hiyo ile imani ndio inavuta na kuleta yale majibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia unachokitaka kile unakitaka kwa namna gani? Unakitaka kwa kiasi gani? Lakini kitu kingine ni utu wema. Mungu anakufundisha kwa habari ya utu wema. Kwa hiyo ni katika hiyo njia. Kwa hiyo
unapata ule ukombozi. Katika hiyo, ukiwa katika hiyo njia, deliverance yako inaweza ikatokea. Kwa sababu unakopita katika yale magumu, Mungu anaelewa kabisa kwamba kuna eneo fulani nikikuachia ufike mpaka pale upate kile unachokitaka, kuna mahali utakwama. Kwa nini utakwama? Utakwama kwa sababu kuna kifungo fulani, kuna madhabahu fulani ilishawahi kuinuliwa, kuna nini. Kwa hiyo ukienda katika hii njia, kuna mahali fulani utakwama. Kwa hiyo lazima akupitishe sehemu fulani ngumu. Ukipita katika hiyo sehemu fulani ngumu, utatafuta tu namna ya kutoka, na namna ya kutoka kwa kumwelekea Mungu. Sisemi kwa namna ya kutoka tena kutafuta some other means, lakini kwa namna ya kutoka kumtafuta Mungu, ili uweze ukapate nini? Ukapate deliverance, ukapate ukombozi. Kwa hiyo Mungu anaanza anakufungua katika hizo njia, katika hiyo namna, katika hiyo ngumu ambayo unapitia. Na unaweza kuta hata sasa hivi unapita katika hali fulani ngumu, na wala uelewi sasa nafanyaje katika hii hali ambayo ninapita. Hii ni vitu ambavyo unapita tu. Kile Mungu alichokuahidia utaenda kukipata, na utakipata kwa kushangilia sana. Utakipata kwa kushangilia sana. Lakini hii yote ni mchakato tu ambao unaopitia. Kwa sababu kuna mambo inabidi ujifunze, kuna namna inabidi ujiandae, kuna namna inatakiwa kuandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Pia Mungu huwa anakuandaa katika wito, anakuandaa katika ujuzi ulionao. Kwa hiyo katika kipindi hiko cha kupita ambacho unaona kabisa kwamba hii ni njia ngumu, mpaka nije kufika huku ambapo ninatakiwa kufika, Mungu wangu nitafikaje? Kwa hiyo Mungu anakuwa anakuandaa. Anajua kabisa amekuita kwa ajili ya jambo fulani, lakini anajua katika hiyo njia kuna mambo gani yatatokea. Na inatakiwa ni kubuild, ni kujenge katika imani, kwa sababu itakuwa mbaya sana wewe umekuwa sasa, nichukulie wewe Mungu amekuita kwa mtumishi, labda mwinjilisti mkubwa wa kimataifa. Itakuwa mbaya sana unapokuwa ndio ni mwinjilisti wa kimataifa, watu wamekaa wamekuamini, umeshawaongoza watu wengi sala ya toba, watu wengi wako chini yako, mamilioni ya watu yanakutazama wewe na kukuamini. Kinatokea kijaribu tu kimoja, kimekuangusha chini, umerudi mpaka umekuwa zaidi ya yule asiyeamini. Yaani chini kabisa, tiki umerudi unakunywa na pombe kabisa. Yaani umerudi kabisa nyuma. Sasa Mungu anapokupitisha katika hii, anakupitisha katika njia ambayo inaenda kukujengea imani na misuli ya imani. Kuna mahali utapita ambapo sasa utahitajika utumie hiyo misuli. Utahitajika utumie huo msuli wako wa imani. Kuna mahali utapita utatakiwa kutumia hiyo saburi, utatakiwa kutumia huo uvumilivu. Kwa hiyo utakapokuwa unatumia ule uvumilivu, sasa unasema mbona kuna sehemu fulani nilipita na Mungu alinisaidia, nilivuka. Kwa hiyo hata katika hili mimi naamini kwamba nitavuka. Haleluya. Unasema na mimi naamini kwamba kwenye hili nitavuka. Umeongea katika ujuzi wako, umepita kwenye masuala fulani labda ya biashara, umepita. Unasema mbona hili nilishapita na Mungu alishanisaidia katika hili. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana wewe kuanguka tu ghafla, kwa sababu tayari umeshapitishwa katika mentorship na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amekuwa mentor wako, amekufundisha, amekusaidia. Kwa hiyo kwenye njia ya Mungu huwa inaonekana kama vile ni ngumu sana, lakini ndio njia sahihi. Na utakapofika pale kwenye kujibiwa, utakapofika katika kupata kile ambacho ulikuwa unakiendea, Mungu anapoenda kukujibu kwa bale hilo jambo, ni kitu ambacho kitaenda kukaa. Maana hizo ndo baraka za Mungu. Sasa ni zile ambazo ni kitu ambacho kinakaa, kina amani na kina ulinzi. Haleluya. Baraka zingine ambazo sio za Mungu ni baraka ambazo zinakuwa hazina ulinzi wa Mungu. Ni baraka wakati mwingine inakuwa haikuletei amani kwa sababu sio ya Mungu. Haleluya. Lakini kile ambacho Mungu anaenda kukupatia katika hayo mapito ambayo unayapita, unayaona ni mapito magumu sana, unaona kama vile pana ugumu, yani ninapita pagumu sana,
unapita mahali pa kuaibishwa, unapita mahali pa fedhea, unapita mahali ambapo unalia kabisa, unasema Mungu why? Unapita katika eneo gumu, lakini kumbuka hapo unakopita lazima ufurahi. Furahi kwa sababu Mungu hiyo ndo njia yake. Unapoenda kupata kile ambacho Mungu anaenda kukupatia, kitakupa furaha, amani, na kitakuwa ni jambo la kukaa, na itakuwa ni baraka ambayo haiungamanishani na huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Na itakuwa ni baraka ambayo wewe mwenyewe utaona imekuja tu, alafu utasema hii imekuja kujaje? Mbona imekuja tu kirahisi? Lakini pia hata kwenye hiyo baraka unapokuwa, kwa sababu baraka inaweza ikawa ni baraka ya Mungu, lakini bado kukawa na attack za adui. Adui bado atakuwa anajaribu kukufanyia nini? Kukupiga na kukupinga. Lakini anapokuja adui kujaribu kukupiga na kukupinga, wewe tayari umeujengewa ulinzi wa kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe tayari umezungukwa vya kutosha na ulinzi wa Mungu na uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukienda kwenye hiyo Isaya 55, tukienda pale chini, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitarudi bure, bali litatimiza mapenzi yangu. Kuna wakati tunapenda tuombe kwa habari ya mapenzi ya Mungu, kwamba Mungu ninaomba mapenzi yako yatimizwe. Ni maombi magumu sana ya kuomba, sio marahisi ya kuomba mapenzi ya Mungu, lakini ni maombi mazuri sana ambayo Mungu akishajibu kwa kulingana na mapenzi yake, ujue hicho ni kitu ambacho kina ulinzi wa Mungu, na ujue hicho ni kitu ambacho Mungu anakipigania. Yani wherever, yani kitakachotokea, na ukaita tu Mungu Baba, kumbuka hiki umenipa kwa mapenzi yako, alalala Mungu anashuka, anawapiga hao ambao wanakitafuta hicho kitu, kwa sababu kilifanyika kwa mapenzi yake. Lakini sasa unapomwomba Mungu akifanye kwa mapenzi yake, huwa kinakuja kwa namna ambayo wewe hudhani, kwa sababu wewe umeweka kwamba labda kitakuja kwa namna hii. Sasa Mungu anakuja kwa namna nyingine ya tofauti ambayo hudhani kwamba Mungu kweli angekuja kwa namna hii, kwa sababu kitu kinachokuja kwako kinaweza kikaanza kuja kwa uchungu, au ukaona kama mimi sinitakiwa kuwa manager, sasa mbona wanaanza kuniweka kama afisa? Umeona? Mbona nakuwa afisa alafu kuna manager? Alafu nikiangalia mimi nina masters, nina experience ya miaka 15, nina nini, alafu nimewekwa kuwa afisa. Alafu ukiangalia kuna huyu ambaye ni supervisor wangu, yeye ana degree 1, ana experience ya miaka 6. Unaona? Lakini Mungu alikwambia uapply hapo, si ndio? Mungu akwambia apply hapo kazi, akakupa hiyo kazi, afa kukwambia hiyo ni ya kwako. Lakini ukiingia huko ndani unaanza kushangaa, sasa Mungu mbona uliambia ndio ni apply kwa I don't know, sijui ni officer nini, na uliapply kabisa nafasi ya officer watu. Lakini wewe ukafikiri kwamba nikifika ndio nikiwa officer huyu, pengine ni cheo tu kimewekwa hivyo, lakini qualification ni zangu. Lakini unapofika pale unashangaa supervisor anayekusupervise na lower qualification kuliko wewe. Sasa hapo ndio mwanzo wa wewe kuwa tested, na ile imani yako kuwa tested. Kwa hiyo sasa hapo ndio unaanza kujengewa ule msura wa imani. Unapokaa sasa katika imani, unapokaa katika saburi, unapokaa katika unyenyekevu na kutulia na kumsubiri Mungu, utashangaa Mungu anakushangaza. Sasa unatoka kwenye officer to director. Yani inatokea tu wanasema okay, we are going to review contracts, review contract. Tuna mtu ambaye ni wa external anakuja, kuna nafasi ambazo tunatakiwa uzijazwe, wewe wala una yani ndani mwako wala uwazi wala nini, yani kwamba nitakuja kwa director, yani unawaza labda nitapandishwa kidogo. Unashangaa wanasema okay, sasa tutachukua tu mtu wa internal, tunachotaka nyinyi ni kusubmit CVs. Kwa nini unasubmit CV, hamna interview, hamna nini, unaletoa tu contract. Shangaa tu mkataba umekuja, tunajua wewe hapo tayari kuwa appointed kama director wa hii kampuni.
Umeelewa hiyo? Kwa hiyo ndio inakuwa ni njia ya Mungu. Ilipoanzia ilikuwa ni tofauti na ilipoishia. Yeye anasema ninafanya mwisho toka mwanzo. Anaangalia wewe unatakiwa kuwa nani? Wewe unatakiwa kuwa fulani, alafu anaanzia huko mwanzoni. Anakuwa ameshakupeleka afu anaanza mwanzoni. Wewe unakuwa tayari umeshauona mwisho. Yaani ndio Mungu anavyofanya. Anakuonyesha mwisho, alafu anaanza kuanzia mwanzo. Yaani Mungu anakuonyesha mwisho, nikimaanisha kwamba Mungu anakuonyesha na kudhihirishia kwenye maono au kwenye ndoto kwa habari ya mstakabali wa maisha yako, kwamba wewe utakuja kuolewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umeona? Unajiona kabisa ukiwa unaenda kwenye yale magari meusi umeingia, unajiona ukiwa kwenye msafara, unajiona leo nitakuwa mimi hivi. Halafu sasa katika kumwomba wako kwa Mungu nisaidie, Mungu nahitaji ndoa, Mungu nipe mume, Mungu anakuja kakijana fulani hivi kamekupenda kame nini, unakaangalia unasema Mungu zameniambia atanipa nani, afu nikicount mpaka kuja kwa rais. Afu Mungu anakuambia huyo ndio yeye. Sasa ni wewe kuwa na ile imani na kuingia hapo. Unashangaa tu siku moja unakumbuka ile ndoto. Unakuwa umeshasahau, unakuda tu siku unasema nakumbuka Mungu alinionyesha kitu hiki hapa. Lakini umepitaje changamoto, umepita mchakato wakati wewe ulifikiri kwamba kwenye ile ndoto yako atakuja mtu ambaye yuko tayari kwenye hiyo system. Labda tayari ameshakuwa ni mtoto fulani wa rais au tayari ni mbunge ndo anakuja kwako au ni unaona. Kwa hiyo njia za Mungu ni njia ambazo zinakuwa ni tofauti na vile ambavyo sisi tuna njia zetu. Ni tofauti na mawazo ambayo sisi tunayawaza. Mungu anasema mawazo yake yako juu sana. Yako juu sana zaidi yetu. Kama vile mbingu ambavyo ziko juu sana kuliko nchi. Kadhalika njia zangu ziko juu sana kuliko njia zenu. Yaani jinsi gani tumepishana na Mungu katika kufikiri. Jinsi gani tumepishana na Mungu katika kuwaza. Ni sawasawa na nchi na mbingu. Ni mbali sana. Kama unavyoiona ndege iko kule au zile wanaziita rocket. Kile kirocket tunasema kirocket kile. Lile ni likubwa. Sema sasa kikiwa kule kinaonekana kidogo sababu ni mbali. Sasa ndio kati ya nchi na mbingu ndivyo ambavyo kuna umbali kati ya mawazo yetu na mawazo ya Mungu. Kwa hiyo anachotuwazia Mungu katika maisha yetu ni cha tofauti na vile ambavyo sisi tunawaza kwa habari ya maisha yetu. Tunawaza maisha yetu, tunasema maisha sasa Mungu hapa atafanyaje? Hapa itakuwaje? Katika hii hali, hebu angalia jinsi inavyokuwa. Sasa unaanza kufikiria namna ya kufanya kwa akili zako. Maana unaona tena hapa sasa nianze kutafuta kufanya kwa namna yangu. Kwa hiyo unaanza kufanya sasa kwa akili. Kwa hiyo unapoanza kufanya kwa akili, unafanya kwa akili, Mungu anakutazama tu, anakuachia tu. Afu ukikwama ukirudi kusema Mungu nisaidie, anapangua. Anaanza upya. Yaani ni sasa kama vile unajenga labda watoto labda wanajenga, si unajua watoto wanakuwa wanachezeaga udongo na michanga, labda wanajenga kama nyumba. Wanaitengeneza vizuri nyumba pamoja na michanga, wanatengeneza nyumba pamoja na michanga. Alafu anakuja mtu anavunja ile na mkono. Si anaumia? Maana alikuwa amechukua muda mrefu kujenga. Anaumia. Alafu akishaumia nini anakuja analetewa kitu ambacho kimeshatengenezwa kama toy na nyeni nyumba. Analetewa ile, anafurahi kwa sababu sasa ni nzuri na durable, yani inakaa zaidi kuliko ile mchanga. Ndio Mungu anavyofanya sasa, anakuachia, unafanya njia yako, ukishafanya njia yako sasa nimwambia sasa Mungu naomba nifanye njia yako, nipe shift. Inakuwa shift kweli kweli. Maana sasa Mungu sasa nipe shift, kwa sababu sasa akikupa shift kwa sababu hauko kwenye ile njia na kushift na kukutoa hapa kupeleka kwenye ile njia sasa unaotakiwa kuwa. Lazima kuna namna fulani kunakuwa na machozi kwa sababu hapa ulipazoea. Yani this was your comfort zone. Yani hapa ni ambapo ulipopazoea, ulipokuwa unatamani ndio ukae, ndio unapotamani uwe.
Sasa Mungu akikutoa kutoka hapa kwenda hapa, process ya kukuondoa hapa kukuleta hapa ni ngumu. Lazima kuwepo na kujisikia vibaya, lazima kuwepo na wakati mwingine kuna kuwepo na machozi, kwa sababu ni njia ambayo Mungu anakutoa na kukupeleka sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuendelee kukaa katika hiyo imani kwamba Mungu anaendelea kufanya. Mungu hajawahi kushindwa jambo na Mungu atatuwezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo leo ninakukumbusha wewe ambaye unaona unasema Mungu amezungumza na mimi kwa habari ya jambo fulani, lakini ninavyoona linaenda kama vile sio Mungu. Yaani kiasi ambacho unaanza kuweka doubt. Utakiwi kumdoubt Mungu. Utakiwi kumdoubt sijui nikitumia Kiswahili gani. Doubt ni kama kuwa na wasiwasi, kuwa na kusita. Mungu anasema katika neno lake, akisita mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na kusita, yani akisita kuwa na furaha naye. Kwa hiyo unatakiwa usiwe na kusita kwa sababu unaamini kwamba Mungu ndio ameniambia kwamba atafanya jambo fulani. Kaa katika hiyo imani kwa Mungu amesema atafanya kitu fulani, atanifanyia kitu fulani. Naomba Roho wa Mungu sasa uniongoze katika hili, nifike mpaka pale ambapo unasema nataka niwe. Lakini ukitumia njia zako afu baadaye kwa sababu Mungu anakupenda sana, atakukumbusha tu. Umeona? Mungu anakusana kupenda, atakukumbusha. Akishakukumbusha, usitabadilisha maombi bwana. Utasema Mungu ninaomba mapenzi yako yatimizwe pale. Yaani faster, pale mapenzi ya Mungu yanatimia. Umeona? Kwa sasa hapo unaanza kuona mbona panakuwa hapa gumu. Mimi nilijua mambo ya Mungu ni ya haraka. Unajua unapokuwa mchanga kiroho, unapokuwa ndio umeokoka. Nafikiri watu wengi wataanza kushuhudia. Ukiwa umeokoka mchanga kiroho, ni sasa na ule mtoto mchanga. Unakuwa introduced sasa kwenye ufalme. Kwa hiyo ukiwa mchanga ile kiroho, ukimwambia Mungu naomba kitu fulani papo. Mungu naomba nisaidie papo. Mungu naomba unaangalia wenzio. Unaangalia watu fulani. Unasema yani hawa. Yani unaweza kukuta ni mijitu yenye mizambi. Yani ndio maana napita kwenye hii issue kwa sababu ya mazambi. Napita kwenye haya mambo kwa sababu ya tunajua hajakaa vizuri na Mungu. Inabidi atulie. Ang'ang'ane vizuri. Ndio anaweza akafika pale akafanikiwa. Yani unajua watu wengine unaweza kukuta yule alikuwa anaenda kwa waganga, ndio maana yuko kwenye vifungo, yani inabidi afunguliwe, yani atakuwa na pepo tu. Sasa hujui kwamba yule yuko kwenye hatua gani. Yule yuko kwenye hatua ya kupokea ile ahadi. Yani kashafika, yuko kwenye hatua ya kupokea. Ni sasa unapomuona mwana wa Israeli yuko mto Jordan na yuko kwenye bahari ya Sham, kwenye bichi ya bahari ya Sham. Mwana wa Israeli yuko kwenye bichi ya bahari ya Sham, alafu nyuma wako wa Misri. Yani hiyo ndo stage unaoiona kwamba kama vile unavyoangalia TV, ndio unawaona sasa kwenye bichi ya bahari ya Sham. Wako wana wa Israeli pale na watoto wao na wake zao wamekaa pale. Alafu nyuma mita chache au tuseme sijui ni mita 100 au kilomita 1 wa Misri wanakuja na mishale na nini. Alafu wewe uko wapi? Uko maeneo sasa yani ya tuseme yani ndio unatoka Misri pale. Ndio unatoka pale Misri pale. Sijui niite ile ni hatua gani ile. Ni ile hatua ya Misri kuanza kupigwa na vyura na nini. Wewe ndio uko maeneo yale. Umeona So uko katika maeneo ya kutetewa. Uko maeneo ya kuona maadui zako wanapigwa na vyura. Maeneo zako wanapigwa na nini. Mwacheni mwanangu atoke. Afu sasa unaona wenzako ndio wako pale. Wanasema, kazi ipo. Watatoboaje pale? Pale watatoboa. Yani ni kwa sababu ya zile lawama zao, wamezidi wamelaumu sana, wamemlaumu sana Mungu, wamefanya sana dhambi, sasa wamegabanwa pale. Ujui wale wako katika
eneo la kutoboa, kwamba sasa pale Mungu atafanya njia pasipo na njia, atapasua maji kwenye bahari, kitu ambacho kwa kibinadamu hakiwezekaniki. Nchi ikatoboa kwenye bahari, nchi ikatoboa kwenye bahari, kiasi ambacho sasa mpaka saizi tunaweza tukasema kwamba labda zile zilikuwa ni story tu za kwenye Biblia and labda haikuwa kweli, lakini the Bible is true, na kuna watu ambao waliofanya utafiti wameona ni vitu ambavyo vilitokea. Ni kweli ilitokea, ni kweli ardhi ilitokea katikati ya bahari. Kwa hiyo ardhi ilitokea katikati ya bahari na wakapita. Walivyopita Wamisri wakasema, fadhali ardhi imetokea. Yaani unajua daima maadui zetu wanakuwa wapumbavu sana, na huwa wanakuwa wanawekewa, Mungu pia anawekeaga mtego. Kwa hiyo wenyewe sasa hawajiulizi kwamba wenzetu hawa ni wamefunguliwa hii njia na Mungu wapite. Maana wao walifikiria tu pengine wenyewe walikuwa na magicians wao, kama vile unajua Musa alichokifanya ni fimbo, bahari kapasuka. Sasa na wenyewe walikuwa na magician wao, wakasema hamna shida, sisi tutapita. Tukipita na kuna waganga wetu hapa, na wenyewe watarusha fimbo zao. Kwa hiyo wenyewe wakapita, kupita wote wakaangamia katika ile bahari. Kwa hiyo wewe ambaye uko huko ndio unaanza kuona namna hiyo. Kwa hiyo ndio ile ukiwa katika mara ya kwanza unaona mambo yanaanza kuwa yako hivi. Alafu sasa unapoanza kuiendea ahadi, lazima upite katika huu mchakato. Kama hicho ni kitu ni cha kimungu na Mungu anataka kukupa cha kwake, lazima akupitishe mahali fulani hivi. Hakuna njia zingine. Kwa hiyo wewe kama unapita katika njia fulani, kumbuka hakuna njia zingine za kupata. Lazima ujifunze. Hakuna njia nyingine. Lazima kuwe na mitihani. Upite mtihani wa kwanza, wa pili, wa tatu. Lazima, hiyo ni njia ya kila Mkristo. Hakuna mtu ambaye ni Mkristo ambaye unasema kwamba alifanikiwa kwa pap. Hakuna mahali kokote alipita. Yani kulitokea tu muujiza. Kuna njia za Mungu ambazo huwa anafanya. Lazima akupitisha, akufundishe imani, akujengee misuli ya imani, akufundishe namna ya kuwa mnyenyekevu, akufundishe namna ya upole, akupe maarifa kidogo, akupe kahekima kidogo, ujue namna ya kufanya mambo, akufundishe ujue namna ya wengine wakoje, watu wengine wanaishi vipi, watu wengine huwa wanafanya vipi. Unaanza kuona kumbe kumtaani ndio kuko namna hii. Kumbe mimi nilijua watu huwa wananunuaga kuku KFC peke yake. Kumbe kuku zinaweza zikanunuliwa hata hapa. Yani kumbe kuna kuaga na kitu kama hiki. Yani Mungu anataka kukuonyesha hivyo vitu ili uweze ukavielewa. Siku unapokuja kusimama kwa habari ya kufundisha wengine, siku unapokuwa unasimama kwa habari ya kusaidia wengine, unakuwa tayari unaelewa. Unajua hiyo njia wanayopita mwingine ikoje. Unajua nini maana ya kutokuwa na shilingi 100. Unajua nini maana ya kutokuwa na shilingi 50 katika pochi. Hiyo ni namna ambayo unakuwa unaielewa, kwa sababu njia hiyo ulishaipita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana tunapita katika mambo haya na tunapitia katika hicho na tunachopitia. Na ndio maana unapita katika hapo unakopita. Kwa hiyo ninakutia moyo hapo unakopita sio sehemu ya kukaa muda mrefu. Ni pito, ni sehemu ya kupita. Kile kinachokuja mbele yako kinafurahisha sana. Ni kinafurahisha zaidi. Ni kitu ambacho utakifurahia zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe cha muhimu ni kukaa na kusema Mungu, ninaomba kila unachokifanya niongoze. Roho wa Mungu niongoze. Nisipotee njia nikajikuta kurudi tena nyuma. Kwa hiyo Roho wa Mungu niongoze niweze kufika pale ambapo natakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue sana katika neno hili, na ninakuombea Mungu akusaidie ukafike salama pale ambapo unatakiwa kufika, Mungu ambapo anataka kukupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Usikatishwe tamaa na kitu chochote, usikatishwe tamaa na magumu wala na majaribu wala na chochote, kwa sababu una Yesu ndani yako. Wewe endelea kushikilia imani kwa habari ya hiko ambacho unakiamini, kwa habari ya hiko ambacho unasema Mungu anaenda kukifanya katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unaona hali ya kibinadamu imekaaje, hali ya kibinadamu inasema vipi. Tena ukiwa katika hali kama hizi ndio utaanza kuona filosofi nyingi za kibinadamu. Madaktari wengi wanasemaje, nani wengi wanasemaje kwa habari ya hiyo situation yako unayopita.
ukaona kama vile mimi sitaweza kupita, lakini utapita na Mungu ataenda kufanya miujiza na maajabu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba nikuombee wewe ambaye unasema niko ninapita katika kipindi kigumu, naomba Mungu anisaidie. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya huyu mtoto wako. Asante kwa maana ameweka imani kwako, kwamba Bwana unaenda kumtokea, Mungu unaenda kufanya. Na mimi ninakusihi katika jina lako takatifu, uende ukamtendee mtoto wako huyu. Uende ukamfanyie mtoto wako huyu kwa habari ya jambo lile ambalo analitarajia. Mungu, ninaomba msaada kwa ajili yake. Msaidie, mletee msaada Bwana. Mletee wasaidizi Mungu, akapate kuona wepesi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, ninaomba ukapate kumshika mkono, asikate tamaa wala asitoke katika wokovu. Asikate tamaa wala asiseme maneno mabaya, asitende maneno magumu. Mungu, ninaomba ukapate kumuonyesha kwamba wewe ni Mungu wa urejesho, kama ulivyofanya kwa Ayubu na ukamrejeshea zaidi na zaidi na zaidi kuliko ambavyo alikuwa navyo. Bwana, ninaomba wewe ukapate kumuonyesha kwamba wewe ni Mungu wa urejesho, na uende ukarejesha na kumrejeshea zaidi na zaidi ya yale ambayo ameyapoteza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana, Mungu akuinue sana. Shalom, shalom. Tuonane tena siku nyingine ukapate kusikia neno la Mungu. Tusikie Mungu anaenda kusema na sisi nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki. Amen. Nimefanya uchunguzi, nimegundua Yesu ni mwamba, msaada wa karibu, tena nguvu ya wenye haki. Ana upendo na watu wake, baraka zote ziko kwake. Niende wapi niyapate mema? Mimi sitaki kwenda kwa mwingine. Yesu wangu, mimi ninakuja kwako. Kwako napata vyote. Sitaki kwenda kwa mwingine. Yesu wangu, mimi ninakuja kwako. Unaniwazia mema. Sitaki kwenda kwa mwingine. Yesu wangu, mimi ninakuja kwako. Nakuja kwako Baba. Sitaki kwenda kwa mwingine. Yesu wangu, mimi ninakuja kwako. Wengine wamekuwa ni wezi na wengine ni makahaba, wapo pia majambazi. Mungu waokoe. Sitaki kufanya maovu hayo Baba yangu, mimi nimeona nije kwako. Nihurumie Baba. Sitaki kwenda kwa mwingine. Yesu wangu, mimi ninakuja kwako. Wewe una huruma. Sitaki kwenda kwa mwingine. Yesu wangu, mimi ninakuja kwako. Yesu mwingi wa rehema. Sitaki kwenda kwa mwingine. Yesu wangu, nakutaka wewe. Mimi ninakuja kwako. Ninakuhitaji Yesu. Sitaki kwenda kwa mwingine. Yesu wangu, mimi ninakuja kwako. Wapo waendao kuzimu ili kupata mafanikio, watumishi wengine nao wategemea nguvu za mapepo. Siutaki msaada wa mapepo. Yesu wangu, nautaka msaada wako. Uniwezeshe Yesu. Sitaki kwenda kwa mwingine. Yesu wangu, mimi ninakuja kwako. Kwako Yesu nasaidiwa. Sitaki kwenda kwa mwingine.
hata kama